kwenda jioni. Sasa sijajua ni jioni au ni alasiri. Ni jioni. Sawa, labda nianze kwa kujitambulisha. Kwa jina langu ninaitwa Lembrus Mchome, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Mwanga na mjumbe wa baraza kuu la Chadema Taifa, ambaye ni mwanachama mwenye kadi hai, kadi namba CDME 11413. Hasa ni muda kidogo hatujakutana, tunakaribia mwaka mzima sijaongea. Nimesema leo nije niongee. Mtakumbuka mwaka jana mapema nilikuwa nina jalada ambalo nilipeleka kwa msajili wa vyama vya siasa kuhusiana na chama changu cha Chadema, na tulianza sakata hilo tarehe 18 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2025, na jambo langu lilikuwa ni kuhoji akidi na uhalali wa baraza kuu la tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025, ambapo mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aliweza akupeleka majina ya katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara Zanzibar, pamoja na wajumbe watano wa kuteuliwa kwa mujibu wa katiba, ambapo mwenyekiti anatakiwa ateue wajumbe 6, lakini yeye aliteua wajumbe watano na kupeleka majina hayo kwenye baraza kuu ambalo halikuwa na uhalali. Sasa baada ya majibizano ya takriban miezi 4 baina ya pande tatu, ikimaanisha upande wangu, upande wa msajili pamoja na upande wa chama, mnamo tarehe 13 mtakumbuka ya mwezi wa 5, msajili wa vyama vya siasa aliweza kutoa hukumu au kutoa maamuzi yake juu ya jambo ambalo nilipeleka kwenye ofisi yake. Na katika hayo maamuzi aliyofanya, la kwanza ni kwamba msajili wa vyama vya siasa alikubaliana na hoja zangu ambazo nilizipeleka. Hoja ya kuwa na baraza kuu ambalo sio halali, lakini vile pia hoja ya kwamba wajumbe wale wa kamati kuu walioteuliwa tarehe 22 ya mwezi wa kwanza hawakuwa wajumbe halali. Kwa maana hiyo msajili alikubaliana na hoja zangu na akafanya maamuzi ambayo msajili aliyefanya, mtakumbuka, la kwanza lilikuwa ni kutokutambua wajumbe 8 wa kamati kuu ambao waliteuliwa. Hapa wajumbe 8 na maanisha katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara na Zanzibar, pamoja na wale wajumbe watano. Kwa hiyo msajili wa vyama vya siasa akawa ametengua uteuzi wao. Lakini hoja nyingine ambayo msajili alitekeleza au kuiamua ni kusitisha ruzuku ya chama. Msajili wa vyama vya siasa aliamua kusitisha ruzuku ya chama mpaka pale ambapo taratibu zitafuatwa. Lakini jambo lingine ambalo ni la muhimu na ambalo ndo limenileta hapa au limenifanya niwaite niongee na ninyi, msajili wa vyama vya siasa alielekeza chama changu kuitisha baraza kuu haraka sana na kuziba hizo nafasi ambazo zipo wazi. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu ambalo msajili alilihitaji. Sasa baada ya hapo, kama jinsi ambavyo tunafahamu, chama chetu kimepita kwenye dhoruba kubwa ya kufungiwa kufanya siasa tangia mwezi Juni, na tunamshukuru Mungu, lakini vile pia tunashukuru na Mahakama Kuu ambayo imeondoa zuio hilo haramu ambalo lilikuwa limewekwa kupitia kesi ile ya mgawanyo wa mali za chama ambayo imefunguliwa na Bwana Saidi pamoja na wajumbe wengine wa bodi ya wadhamini.
na kiukweli, kabla sijaendelea, nitoe pole kubwa sana, pole kubwa kwa familia, kwa chama, kwa kumpoteza mama yetu Anna Maulida Komu ambaye amefariki siku ya jana, na mazishi yake yanafanyika leo kule Zanzibar. Wote tunajua historia ya Anna Komu, amekuwa kwenye chama kwa muda mrefu, na yeye ni moja kati ya watu ambao walifungua kesi ya madai ya mgawanyo wa chama. Kwa hiyo nitoe pole kwa familia pamoja na chama kwa ujumla. Sasa baada ya Mahakama Kuu tunaona imeruhusu Chadema tuendelee na shughuli za kisiasa, na tumeona baadhi ya maeneo tayari watu wameanza kufanya mikutano ya hadhara, lakini tumeshuhudia kwamba siku ya jana na leo kamati kuu ya chama chetu imeketi. Tutajua baadaye kwamba ni yapi ambayo yamejadiliwa kupitia kwenye ngazi sahihi za chama. Kwa hiyo kilichonileta hapa ni jambo dogo sana, kukikumbusha chama changu na kukiomba chama changu, uongozi wa chama, kwa sababu tuko kwenye mapambano ambayo ni serious sana ya kuiondoa CCM madarakani. Watanzania wanahitaji kuona mabadiliko. Watanzania wanahitaji kuiondoa CCM madarakani. Na ili tufanye hizi kazi ni lazima tuwe na muunganiko mzuri wa chama. Lazima tuwe na viongozi wa chama ambao wao ndio watatuongoza. Leo hii hivi tunavyoongea, chama hakina katibu mkuu. Sawa, anajiita katibu mkuu na wengine wanamuita katibu mkuu, lakini kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa, Chadema kwa sasa haina katibu mkuu. Na kama hamuamini, waulizeni, nendeni mkawaulize orodha ya vyama vya siasa current iliyotolewa na msajili wa vyama vya siasa ambayo haina mwezi. Je, pale kwenye majina ya katibu mkuu wa Chadema ameandikwa nani? Kwa sababu kwenye orodha ya vyama ya msajili kwa mujibu wa taarifa mimi nilizonazo za ndani kabisa, zinasema kwenye ile orodha, kwenye upande wa Chadema katibu mkuu, sijui naibu katibu mkuu, imeandikwa nil, yani hakuna. Kwa maana hiyo sasa hivi vikao vyote, maamuzi yote, na nimewaona jana na leo wameshiriki kwenye vikao vya kamati kuu. Nimemuona anayejiita mjumbe wa kamati kuu, God bless Lema, ametoka Canada, amekuja kushiriki vikao vya kamati kuu, na huyu ni mjumbe ambaye sio halali, ni mjumbe ambaye hatambuliki. Sasa tunakwenda kutoa maamuzi gani? Tunakwenda kuongozaje chama ili hali chama hakina watendaji? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, katibu mkuu ndiye mtendaji mkuu wa chama. Leo tunasema tunaenda kuanza operation, sijui tukutane ground. Tunaendaje kukutana ground kwa chama ambacho hakina viongozi? Tunaendaje kukutana ground wakati hatuna katibu mkuu ambaye ndo mtendaji mkuu wa chama? Kwa ni muhimu tufanye kikao cha baraza kuu, ambacho hichi kikao cha baraza kuu mwenyekiti ataleta majina. Hata akiwaleta watu hawa mimi sina shida nao, na nilishasema kuanzia mwanzoni, sina shida yoyote ile na Mheshimiwa Mnyika, sina shida yoyote na Amani Golugwa, nimefanya naye kazi kaskazini akiwa katibu wa kanda. Sina shida na mtu yoyote, sina shida na God bless, nimefanya naye kazi akiwa mwenyekiti wa kanda. Kwa maana hiyo